Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nami uniruhusu nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na uzima. Lakini kipekee na kwa unyenyekevu mkubwa sana, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba uniruhusu nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Naibu Spika, leo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amemuaga Rais wa Jamhuri ya Namibia Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah ambaye alikuwa hapa nchini kwa ziara ya kikazi. Mheshimiwa Naibu Spika, ziara hii imekuwa na mafanikio makubwa sana kwa sekta za viwanda na biashara katika nchi zetu mbili. Katika ziara hii, sekta ya viwanda na biashara Tanzania na Namibia tumekuwa na makubaliano ya kuweza kuboresha mashirikiano ya biashara, lakini kukuza biashara na viwanda vidogo, vya kati na vikubwa, na yote haya ni kwa sababu ya namna Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anavyoendelea kufungua milango ya uchumi ya taifa letu, na sisi tunaendelea kumshukuru sana na kumwombea maisha marefu ili tuweze kunufaika na jitihada anazozifanya katika diplomasia ya uchumi anayoishi kwa vitendo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba uniruhusu pia niwapongeze sana Mheshimiwa Waziri wa Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo, lakini pia nimpongeze Waziri wa Fedha Balozi Hamis Omar kwa hotuba zao nzuri na kwa namna walivyofanya vizuri kazi yao ndani ya siku hizi 7, na tunawatakia kila laheri kwenye kuhitimisha siku ya kesho. Mheshimiwa Naibu Spika, waheshimiwa wabunge wametuchangia kwa wingi sana katika sekta yetu ya viwanda na biashara. Ukifanya tathmini ya michango ambayo waheshimiwa wabunge wamefanya, kwa kweli sisi tunawashukuru kwa namna ambavyo mnaona sekta ya viwanda na biashara ilivyo na mchango katika uchumi wa taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa nyakati ambazo tunazo na makubaliano ambayo sisi wa Tanzania tumekubaliana kwa miaka 25 ijayo kupitia Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050, tunakubaliana kwamba katika sekta ambazo zina uwezo wa kuwa chanzo kikuu cha ajira kwa vijana wetu, basi ni sekta ya viwanda na biashara. Mheshimiwa Naibu Spika, hii ndiyo sekta ambayo ina potential kubwa ya kuchangia kwa kiasi kikubwa kwenye pato la taifa letu, lakini ndiyo sekta ambayo ina uwezo wa kufungua kwa haraka milango ya teknolojia ya kisasa na ubunifu katika taifa letu, lakini ndiyo sekta ambayo ina uwezo wa kuchangia kwa kiasi kikubwa katika kufungua milango ya sisi kuuza kwenye mataifa ya nje kupitia kuzalisha bidhaa na kuongeza mnyororo wa thamani. Na hiyo ndiyo sababu ambayo waheshimiwa wabunge wameichangia sekta hii kwa nguvu kubwa sana, na nataka nilihakikishie bunge lako tukufu, Mheshimiwa Naibu Spika, waheshimiwa wabunge tumewasikia, tumepokea michango yenu kwa unyenyekevu mkubwa, na kwa sababu Mheshimiwa Rais aliniamini nisimamie sekta hii, tutaenda kuyafanyia kazi yale ambayo mmetushauri. Mheshimiwa Naibu Spika, sekta ya viwanda na biashara, waheshimiwa wabunge wamechangia kwenye maeneo 4 makubwa katika michango yote. La kwanza, umuhimu wa kuwa na viwanda vipya vya kimkakati ambavyo vitasaidia kwenye kuongeza thamani ya rasilimali zetu. Lakini eneo la pili walilochangia waheshimiwa wabunge ni kwenye uendelevu na kulinda viwanda ambavyo tunavyo ndani ya taifa letu kwa sasa. Lakini eneo la tatu ambalo waheshimiwa wabunge wametuchangia ni kwenye swala la namna sekta hii ina mchango mkubwa kwenye biashara na viwanda, hususan kwenye ajira kwa vijana. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye swala la viwanda vipya, tayari ndani ya serikali tumechukua hatua za maksudi kuhakikisha tunafungua milango ya viwanda vipya. Bajeti hii ambayo imewasilishwa hapa na Waziri wa Fedha imeanza kuonyesha mwelekeo wa namna ambavyo tunaenenda kwa dira hii mpya ya 2050. Mheshimiwa Naibu Spika, kama kuna sekta imenufaika na mazuri ya bajeti hii, basi ni sekta ya viwanda na biashara. Waheshimiwa wabunge wamesikia hapa juu ya masuala mbalimbali ya kikodi yaliyoboreshwa. Tumeona tax holiday
kwa ajili ya kodi ya mapato kwa viwanda vipya ambavyo vinaenda kuzalishwa. Lakini pamoja na hilo, tumeona kupunguzwa kwenye kodi ya thamani kwenye mitambo na mashine kwa viwanda vya ndani, kwa mitambo na mashine ambayo inaingizwa kutoka nje ya nchi. Lakini vile vile tumeona kwenye bajeti hii kupunguzwa kwa kodi ya ushuru wa bidhaa kwa viwanda ambavyo vinaongeza thamani ya mazao ndani ya taifa letu. Lakini vile vile sekta yetu imenufaika sana kwa sababu kumekuwa kuna punguzo la kodi katika uingizaji wa bidhaa kwa malighafi za viwanda, hususan kwa masuala kama chemical and packaging. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, sisi kama sekta ya viwanda na biashara tumenufaika na bajeti hii, na hizi ndo hatua za awali za kuchukua kwenye kuhakikisha tunafungua milango kwa ajili ya kuweka viwanda vipya. Mheshimiwa Naibu Spika, hizo ni hatua za kikodi, lakini kuna hatua ambazo sio za kikodi ambazo kama sekta tunalazimika kuzichukua kwa ajili ya kufungua fursa mpya za biashara na viwanda. Mheshimiwa Naibu Spika, katika sekta yetu tuna taasisi 13 na zipo taasisi ambazo ndio lango la kuingia kwenye soko na kufanya biashara. Taasisi kama TBS na BRELA zisipoendelea kuimarishwa, mchango wake kwenye kufungua milango ya biashara unakuwa umeminywa. Na sisi tumekubaliana ndani ya sekta, sisi hatutakuwa mgambo wala polisi wa biashara. Sisi ndani ya sekta hii tumekubaliana kama ni udhibiti umetosha, na sasa tutakuwa marafiki wa biashara na wawezeshaji wa biashara. Tumekubaliana, tumeonyana, tumerekebishana na tumepeana mwelekeo kuelekea dira 2050 kwa kuwa taasisi za uwezeshaji na sio taasisi za udhibiti. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye uendelevu wa viwanda, Mheshimiwa Naibu Spika, tunavyo viwanda ambavyo vinachangia uchumi wa taifa letu kwa kiasi kikubwa. Capital intensive industries ambazo zipo ndani ya taifa letu zinachangia export kwa kiasi kikubwa sana. Hatuna namna zaidi ya kulinda viwanda hivi. Na nimshukuru sana Waziri wa Fedha kwa sababu kwa kweli kwa bajeti hii amekuwa msikivu sana, na tumechukua hatua za lazima za kikodi ambazo zinalinda capital intensive industries ambazo zinachangia export ya taifa hili kwa zaidi ya 25%. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, niwahakikishie waheshimiwa wabunge, viwanda vipya vinaendana na uendelevu wa viwanda, na hatua tunazoendelea kuzichukua katika kupanua wigo huo ni kuhakikisha sehemu zote hizi mbili zinaendana kwa pamoja. Mheshimiwa Naibu Spika, waheshimiwa wabunge katika michango yao yote mimi nimewaelewa. Wanataka kuona Tanzania yenye uchumi wa kisasa. Wanataka kuona Tanzania ambayo ina viwanda vyenye ushindani kwa soko la ndani na soko la kimataifa. Wanataka kuona Tanzania ambayo ina viwanda vinavyotumia teknolojia ya kisasa yenye ubunifu. Wanataka kuona tuna Tanzania ambayo inazalisha ajira nyingi zinazotokana na sekta ya biashara na viwanda. Lakini vile vile nimewaelewa waheshimiwa wabunge, wanataka kuona Tanzania inayoongoza thamani ya rasilimali zake na sio kuzisafirisha nje zikiwa ziko vile vile. Kwa sababu ukiangalia top 10 ya mazao ambayo tunayasafirisha nje ya nchi, mazao 7 ni mazao ya kibiashara yanayoongoza kwa export, 3 ndio mazao ya chakula. Kwa hiyo nakubaliana na waheshimiwa wabunge, tunayo potential kubwa ya kuongeza thamani rasilimali zetu, tukaongeza mapato yetu na kuongeza export yetu, na ndio maana tumeanza kuchukua hatua za lazima za kupanua mianya ya viwanda vipya ili kupunguza kuexport rasilimali nje ya nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, nimewaelewa waheshimiwa wabunge kwamba wanataka Tanzania inayoongozwa na sekta binafsi yenye nguvu ambayo itachangia uchumi wa taifa hili ili tuweze kupiga hatua kwa haraka kuliko ilivyokuwa. Mheshimiwa Naibu Spika, sisi wa sekta ya viwanda na biashara tunaelewa nyakati tulizo, na nataka niliahidi bunge lako tukufu tutaendana na kasi ya biashara ambayo dunia nzima inaenda huko duniani. Ninavyohitimisha, Mheshimiwa Naibu Spika, nataka niwaahidi waheshimiwa wabunge,
ndani ya sekta tutaendelea kujiratibu vizuri ili kuhakikisha sekta hii inaenda kwa kadri ambavyo tumejipangia. Miradi yetu kimkakati yote ambayo tumepangiwa, ambayo inabidi itekelezeke ndani ya hii sekta, tutaisimamia kwa weledi mkubwa sana ili iweze kutekelezeka. Tutalinda viwanda vya ndani kwa wivu mkubwa sana. Tutapanua wigo kwa ajili ya viwanda vingine ili kukuza uchumi wa taifa letu. Mwisho, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kwa mara nyingine tena nimshukuru sana Mheshimiwa Rais, nimshukuru Mheshimiwa Makamu wa Rais na Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye ndio kiongozi wetu wa shughuli za serikali bungeni kwa namna anavyotuongoza na kuturatibu vizuri ndani ya serikali. Lakini vile vile mwisho niendelee kuwashukuru sana waheshimiwa wabunge kwa namna mnavyotupa ushirikiano katika sekta yetu ya viwanda na biashara, na sisi tutaendelea kuwapa ushirikiano huo kwa maslahi ya taifa letu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika.